Hii ni episodi yetu ya 7 ya series yetu pendwa kabisa ya je, vazi hili linafaa kwa mwanamke wa stara? Na siku ya leo hatutaweza kuangalia aina ya nguo, bali tutaenda moja kwa moja kuangalia kwenye swala zima la rangi na kujua rangi ipi inafaa na rangi ipi haifai, kwa sababu ukweli ni kwamba sio kila rangi ya nguo basi inapendeza sana kwa mwanamke wa stara. Hapana. Leo tutaweza kuangalia aina 5 za rangi tofauti. Alafu tutazichambua kwa pamoja tujue aina ipi ya rangi inafaa kwa mwanamke wa stara na aina ipi ya rangi sio chaguo bora kwa mwanamke wa stara. Twende pamoja. Tuanzie na rangi yetu ya kwanza ambayo ni rangi ambayo inapendwa sana na watu wengi. Hata mtoto anayezaliwa leo anajua rangi hii inaitwa rangi gani. Ni rangi nyeusi. Ni moja ya rangi ambayo haipotezi thamani yake, haipotezi ubora wake, bado iko kwenye fashion pale pale, na ni moja ya rangi ambayo ni maarufu sana kwa watu wengi na wanaijua. Na aina hii inapendwa sana na wanawake wengi kwa sababu ni moja ya rangi ambayo inaonyesha heshima, ni moja ya rangi inamfanya mwanamke aweze kuonekana classic, aweze kuonekana nadhifu, na pia ni rangi ambayo haichagui kuingiliana na rangi nyingine. Inaingiliana na rangi yoyote ile unaweza match na rangi hii nyeusi. Kwa upande wangu naweza nikasema kwamba rangi nyeusi inafaa kabisa kwa mwanamke wa stara. Vipi wewe, inafaa kwa mwanamke wa stara ama haifai? Naomba niandikie comment hapo. Rangi yetu namba 2 ni rangi nyeupe. Ni moja ya rangi ambayo ni safi, ni rangi nzuri, inaonyesha ukarimu, ni rangi ambayo inafananishwa na chaki, wengine wanaifananisha na maziwa. Kwa hiyo kila mtu anakuwa na jina lake ambalo yeye kwake ni maarufu, kwa sababu ni moja ya rangi ambayo ni maarufu sana na ni moja ya rangi ambayo ina urahisi wa kuweza kuvaa na inampa mwanamke urahisi wa kuvutia. Pale tu mtu anapokuwa anavaa basi anakuwa ni mwanamke wa kuvutia sana, kwa sababu wanawake wa stara rangi hii nyeupe wanaweza wakavaa kwa kupitia, au inaweza ikawapendeza zaidi wakiweza kuvaa na magauni ambayo ni marefu yameflow moja kwa moja hadi chini, au hata abaya. Unaweza ukavaa abaya lako la rangi nyeupe na ukawa umependeza sana. Vile vile pia hata sketi ndefu ambazo zina flow moja kwa moja. Inaweza ikawa ni sketi ya mwamvuli, sketi ya kukunja marinda, sketi ya kuvuta marinda, sketi ambayo imeflow moja kwa moja. Unaweza ukavaa rangi nyeupe na ukawa na muonekano mzuri. Kwa upande wangu naweza nikasema kwamba rangi nyeupe inafaa kabisa kwa mwanamke wa stara. Rangi yetu namba 3 ni rangi nyekundu. Rangi nyekundu ni moja ya rangi ambayo inavutia sana machoni mwa watu. Ni rangi ambayo mara nyingi huonekana zaidi katika sehemu za sherehe au yale matukio maalum. Kwa mwanamke wa stara, rangi nyekundu anaweza kuvaa, lakini inategemea na designing ya nguo ambayo anayovaa na tukio ambalo analokuwa anaenda. Kama unaenda kwenye matukio unaweza ukavaa designing hizi za rangi hii nyekundu. Kwa hiyo kwa upande wangu naweza nikasema kwamba rangi nyekundu inafaa kwa mwanamke wa stara, lakini kwa uangalifu mkubwa sana. Unaweza ukavaa rangi hii na ukawa na mvuto wa kupendeza sana. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba aina hii ya sketi ipo 50-50. Kwamba inafaa lakini kwa uangalifu sana. Yaani unatakiwa kuangalia rangi hii nyekundu utaivaa, lakini utavaa ukiwa unaenda kwenye matukio gani, au utavaa aina hii ya rangi ukiwa kwa muonekano gani. Rangi yetu namba 4 ni rangi ya pinki. Rangi hii ya pinki ni moja ya rangi ambayo ni laini sana na ni rangi ambayo ni tulivu sana. Kwa wanawake wengi wanapenda rangi hii, hata ya baby girl, mtoto ambaye anazaliwa leo anavalishwa rangi ya pinki, kwa sababu ni moja ya rangi ambayo ina upole na ni moja ya rangi ambayo inapendeza sana
kwa mwanamke, ninaweza nikasema kwamba ni rangi ya kike, na kwa mwanamke wa stara rangi hii ya pinki anaweza akavaa na ikawa ni moja ya chaguo bora sana au chaguo zuri kwake, hasa akiweza kuvaa na magauni marefu ambayo yana flow moja kwa moja hadi chini, au pia anaweza akavaa rangi hii kwa kupitia gauni la abaya na akawa na mvuto zaidi hata katika zile sketi ndefu ambazo zina flow moja kwa moja kuelekea chini. Kwa hiyo kwa upande wangu naweza nikasema kwamba rangi ya pinki inafaa zaidi kwa mwanamke wa stara, yule ambaye anapenda kuvaa nguo za stara anaweza kabisa akavaa nguo hii na akawa na mvuto wa kupendeza sana. Tuangalie sasa ile rangi yetu ya mwisho ambayo ni rangi ya njano kali. Rangi hii ni moja ya rangi ambayo inavutia sana machoni mwa watu na ni rangi ambayo ni nzuri sana. Kwa baadhi ya watu naweza nikasema kwamba inaonekana nzuri, lakini kwa wengine ikawa ni moja ya rangi ambayo ni kali sana, ambayo wao wenyewe wakawa bado hawajavutiwa na rangi hii. Na kwa baadhi ya mavazi ya stara, yaani hii inakuwa ni kwa baadhi ya mavazi ya stara, sio wote ambao wanaweza wakavaa rangi hii ya njano. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu naweza nikasema kwamba rangi hii ya njano naipa 50-50. Inaweza ikawa ni nzuri na pia inaweza ikawa ni moja ambayo sio kwa chaguo bora kwa wanawake wa stara. Na hapa kama unataka kuidesigning inategemea na designing yako ya nguo inakaaje, ili uweze kupata mtindo mzuri na mtindo ambao utakuwa bora kwako. Kwa hiyo rangi hii kwa upande wangu mimi naipa 50-50. Hivyo basi tumeweza kuangalia aina 5 za rangi tofauti. Baadhi ya rangi zinaonekana kuwa ni moja ya rangi za heshima na ni rahisi kuvaa, na nyingine zinahitaji kuchaguliwa kwa uangalifu sana pale tu unapokuwa unavaa. Ni muhimu kuchagua rangi ambazo zinaendana na matukio yako, zinaendana na mitindo yako ya nguo, na pia zinaendana na jinsi wewe mwenyewe utakavyokuwa muonekano wako wa ile nguo utakayokuwa umeweza kuichagua. Tuhamie moja kwa moja kwenye comment section, uniambie katika rangi hizi 5 ambazo nimeweza kukuwekea hapa, ipi ni rangi ambayo unahisi kwako ni moja ya rangi ya stara na unaweza kuivaa au kuchukua kama ni moja ya dress code yako. Usisahau kusubscribe channel yetu ili usije ukakosa kwa episode inayofuata. Kwa majina naitwa Precious Tifa, na episode inayofuata tutakuwa tunajadili, ambayo ni episode namba 8 au episode ya 8, tutakuwa tunajadili, je, gauni hili linafaa kwa wanawake wafupi? Kwa hiyo hakikisha kwamba episode inayofuata haukosi. Mimi sina la ziada, niwatakieni siku njema. Bye bye.